Mheshimiwa Asia Abdul Karim Halamda. Kwa niaba Mheshimiwa Kabati. Lini serikali itajenga kituo cha afya kata ya Endagau jimbo la Hanang? Mheshimiwa Asia Halamda, naomba sasa swali lake namba 434 liweze kupatiwa majibu na serikali. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka 2024-2025 serikali imetenga shilingi bilioni 53.5 kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya kwenye kata 214 za kimkakati, ambapo kila kituo kitapokea shilingi milioni 250. Katika halmashauri ya Hanang, fedha hizo zitapelekwa katika kata ya Hidet kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya. Mheshimiwa Naibu Spika, kata ya Endagau ina jumla ya wananchi 6286 na iko umbali wa kilomita 8 kutoka kituo cha karibu cha Endasak. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itaendelea kutenga fedha kwa awamu kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya katika kata za kimkakati na zitakazokidhi vigezo kote nchini, zikiwemo kata za halmashauri ya Hanang. Mheshimiwa Kabati. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri. Kwa kuwa sera ya serikali ni kujenga kituo cha afya kila kata na zahanati kila kijiji, na kata hii ya Endagau katika wilaya ya Hanang vijiji vitatu vyote havina zahanati wala kituo cha afya. Je, nini mkakati kuhakikisha wananchi hao wanatendewa haki? Swali la pili, kata ya Idete, Kimara, Ukwega ni kata ambazo ziko pembezoni sana mwa wilaya ya Kilolo, lakini hazina vituo vya afya, lakini barabara zao hazipitiki. Sasa hivi wagonjwa wanabebwa na machela. Je, ni lini sasa serikali itaondoa mateso wanayopata wananchi wa kata hizi ambazo ziko pembezoni na hazina vituo vya afya? Mheshimiwa mbunge umechomekea na Kilolo. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba nianze kwanza kwa kumpongeza Mheshimiwa mbunge kwa kuuliza maswali hayo mazuri. Kuhusiana na hili swali la kwanza ambalo linahusu halmashauri ya Hanang, serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha miaka 4 imefanya uwekezaji wa zaidi ya trilioni 1.29 kwenye upande wa afya msingi. Serikali tayari imejenga hospitali za halmashauri 129 na kukarabati hospitali kongwe 50. Lakini katika kipindi tu cha miaka 4 vituo vya afya 367 vimejengwa. Utaona kabisa bajeti ya vifaa na vifaa tiba imeongezeka maradufu katika kipindi hichi, ambapo kabla bilioni 35 ilikuwa ndio bajeti ya mwaka, lakini muda huu tunazungumza tangu serikali ya awamu ya 6 ingie madarakani, bajeti katika upande huu wa vifaa na vifaa tiba imeongezeka mpaka bilioni 181, lakini bajeti ya dawa na vitendanishi imetoka bilioni 96 mpaka sasa bilioni 116 kila mwaka. Kwa hiyo utaona dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 katika kuboresha sekta hii muhimu kabisa ya afya msingi. Naomba nimpe commitment na naomba nimhakikishie Mheshimiwa Asia Halamda kwamba serikali itafika katika vijiji hivi alivyovitaja kwa kutumia mapato ya ndani ya halmashauri, lakini kwa kutumia fedha kutoka serikali kuu kwa ajili ya kuja kujenga zahanati katika vijiji hivyo, lakini kujenga kituo cha afya katika kata hiyo. Lakini kuhusiana na swali la pili la Mheshimiwa Rita Kabati katika kata alizozitaja katika jimbo la Kilolo, naomba nimhakikishie na yeye kwamba utaiona dhamira ya dhati ya kuhakikisha inaendelea dhamira ya dhati ya serikali ya awamu ya 6 kwamba inaendelea kujenga vituo hivi muhimu kabisa vya kutolea huduma ya afya msingi. Utaona kwamba katika mwaka huu wa budget bilioni 53.5 zimetoka kwa ajili ya kujenga vituo vya afya vya kimkakati katika kata 214 katika majimbo yote 214. Kwa hiyo hata katika jimbo la Kilolo tayari milioni 250 katika mwaka huu wa budget itafika kwa ajili ya kuendelea kujenga hivi vituo vya afya. Kwa hiyo serikali itaendelea kuboresha katika upande huu. Lakini kuhusiana na barabara kufika katika kituo cha afya alichokitaja, naomba nitumie nafasi hii kwa niaba ya Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI kumwagiza meneja wa wilaya
wa TARURA pamoja na meneja wa mkoa wa TARURA kwa pamoja waweze kushirikiana kuhakikisha kwamba miundombinu ya barabara inayoelekea katika huduma za msingi, kwa mfano kwenye hospitali zetu, kwenye zahanati, kwenye shule, kwenye maeneo yote yanayotoa huduma za msingi kwa wananchi, waweze kuweka katika mipango ili iweze kuwepo kwenye bajeti kwa ajili ya kuchonga na kuimarisha miundombinu ya barabara hizo ili wananchi waweze kufikia huduma za msingi kabisa hizi za kijamii.